Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama. Ni tarehe 13 mwezi ni wa 5 mwaka 2017. Karibu kwa moyo mkunjufu kwa taarifa zetu za KTN leo weekend, ikiwa ni Jumamosi. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara akiwa ni William Sila. Mtazamaji, Jumamosi ya leo mtazamaji, kama ilivyo ada katika makala ya Wako Wapi, tuko naye Geraldine Oduor ambaye ameimba wimbo wa Mungu wa Biblia. Ni msanii ama mwimbaji wa zamani. Na katika taarifa zingine mtazamaji, hii leo Kenya inaomboleza vifo vya watu 20 ambao waliaga dunia katika ajali ya barabarani huko Gilgil, na basi tunaungana na familia zao kuomboleza. Na vile vile hii leo Miguna ambaye anawania ugavana wa kaunti ya Nairobi amemtangaza mgombea mwenza ambaye ni mwenye umri wa miaka 24. Jina lake ni James Karihe Githungu. Na basi mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa ambazo tumekuandalia ambazo zitakuja kwa ukamilifu katika muda usio kwa mrefu. Basi karibu kwa taarifa zetu. Na mtazamaji, watu 20 walipoteza uhai alfajiri ya leo kwenye ajali ya barabarani huko Gilgil, huku wengine 22 wakiuguza majeraha katika hospitali ya St. Mary's. Wengine 10 walitibiwa na kwenda nyumbani. Haya yanajiri huku halmashauri ya usafiri nchini ikitishia kuanza kutekeleza upya sera ambayo inapinga usafiri wa usiku. Mwanahabari wetu Cecilia Wakesho anayo taarifa hiyo ya tanzia, ambapo huko Samburu ajali nyingine imetokea mapema hii leo na watu kadhaa kujeruhiwa vibaya. Haya ni mabaki ya basi lenye usajili wa KCG 9926 kutoka kampuni ya Super Highway Sacco yanayoashiria kina cha ajali ya mwendo wa saa 8 asubuhi ya kuamkia leo. Abiria 18 kati ya 20 waliopoteza maisha yao wakaga dunia papo hapo, huku wengine wakikimbizwa katika hospitali ya karibu ya St. Mary's wanakoendelea kupata matibabu. Manusura wakibaki kueleza kilichojiri. Sisi hata tulikuwa usingizi. Ndio tulikuwa mimi, sistangu na mamangu mdogo na mamangu mkubwa. Sasa sisi dakika kidogo karibu kufika hapa na karibu na Nakuru. Nasikia basi ikianza kurori. Inaswing pande ile na pande hii. Kuchukia ni lori ikakata. The bus was overtaking a trailer, and without sufficient clearing distance, this particular bus was hit by an oncoming trailer, and while trying to go back to its lane, was hit by the vehicle that was following it. This is a result of miscalculation, resulting into the oncoming trailer colliding with on the right-hand side of the bus, ripping it off. Halmashauri ya usafiri nchini NTSA sasa imetishia kukomesha usafiri wa usiku kama ilivyokuwa mwaka 2014 kabla ya mahakama kuondoa kizingiti hicho mwaka uliopita. Hata hivyo, kampuni ya Super Highway Sacco haijasita kujitenga na basi lililohusika kwenye ajali ya leo. The said bus does not belong to Super High 45 Sacco as being circulated. However, we dispatched early in the morning to the scene, the route marshal, to confirm and ascertain the vehicle mentioned is the one. We want to state clearly that the bus was released a long time ago from our system, that is the Super High 45 Sacco system, and we sent the letter of suspension to the owner, copied to NTSA. Hii mambo tumesikia, na gari ilikuwa imepata accident. Hiyo gari si yetu, ilikuwa yetu mbeleni, tulisuspend na tukatoa kwa system July last year. Hiyo gari vile umesikia kwa media, vile umesikia kwa papali mingi, imebeba kutoka country bus. Na gari imebeba kutoka country bus haina TLB, haina inspection, na imepita tu kutokea hapo paka Naivasha pale imeenda. Kuna roadblock, kuna mambo mingi. Hiyo gari ingekuwa imeshikwa kwa barabara, maisha ya watu ingeokolewa. We have seen an upsurge in such crashes, especially at night. And the night travel is something that we need to look at to see the risks are much higher at night. Kisirani cha ajali nyingine asubuhi ya leo kikashuhudiwa katika eneo la Namotio kwenye barabara ya Baragoi kuelekea Maralal. Watu 60 wanauguza majeraha katika hospitali ya rufaa ya Samburu.
Takwimu zinaonyesha kwamba watu 1097 wamepoteza maisha yao mwaka huu ikilinganishwa na watu 1176 wakati kama huu mwaka uliopita. Jumla ya ajali zimepungua kwa 6.7%. Mwaka huu jumla ya wapita njia 416 walipoteza maisha yao ikilinganishwa na watu 461 mwaka uliopita. Abiria 264 wakapoteza maisha yao mwaka uliopita, huku idadi hiyo ikipungua mwaka huu hadi 448. Nao waendesha pikipiki waliopoteza maisha yao mwaka huu ni 190, huku mwaka uliopita wakiwa 202. Aidha, madereva 116 wameaga dunia mwaka huu ikilinganishwa na madereva 148 mwaka uliopita. Kumekuwa na tetesi kwamba basi lililosababisha ajali ya leo halifai kuhudumu kwenye barabara kuu ya Nairobi-Nakuru, mojawapo wa barabara hatari zaidi nchini Kenya. Cecilia Wakesho, KTN Leo Wikendi. Mola aweze kufariji familia ambazo zimeathirika. Miguna hatimaye amemtangaza James Karihe Githungu kuwa mgombea mwenza kwenye kipute cha kutafuta ugavana wa kaunti ya Nairobi mnamo Agosti 8. Githungu aliyekuwa kiongozi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Laikipia ana umri wa miaka 24 na ana macho ya wana Nairobi sasa yako wazi kuona jinsi James atakavyoweza kuwarai wana Nairobi wasimpigie kura gavana Evans Kidero na Mike Sonko ambao pia wako kwenye kinyang'anyiro hicho kwa tiketi za NASA na Jubilee. We are independent candidates provided for in the Constitution of Kenya 2010. We have a right as citizens of the country, citizens of Kenya, to run on the ticket as independents in the same manner that parties are allowed to field candidates under their banners. So we are not here requesting or begging for space. We are here occupying space that the Constitution guarantees all of us. Kenya has reached a stage after 55 years of independence when we must build the politics based on integrity, personal integrity of leaders. Kenyans must elect visionary leaders with ideology, policies, and programs for transforming governance and delivering services to the people. That is what we present. We have the light governor in the light centrally of this our time. So I do appreciate your nomination, and I hope that we are going to lead this county with the integrity that it deserves, with corruption-free. And also, if we look at issues like infrastructure, in the manifesto it is well articulated how we are going to eliminate jams in the city. If we look issues about drainage, we have discussed very well. We have the manifesto with us. So for me is this, that we have to choose. We have to make a choice between cartels and between peoples who want to lead this county with the integrity that it deserves. Na vigogo wa muungano wa NASA watafanya mkutano wa hadhara mjini Nakuru hapo kesho katika uwanja wa Furaha. Anavyoripoti mhariri wa KTN Leo Frank Otieno, waandalizi wa mikutano ya NASA wanapanga mikakati ya kunadi sera na wala si siasa za matusi, alivyosema mratibu wa muungano huo Kipruto Arap Kirwa. Siku zilizosalia kabla ya uchaguzi mkuu kufanywa humu nchini Kenya ni 86. Muungano wa upinzani NASA umepanga mkutano hapo kesho mjini Nakuru, ikiwa mojawapo ya hatua za upinzani kupenya maeneo ya Rift Valley, eneo linalochukuliwa kuwa ngome ya chama cha Jubilee. Mwenyekiti wa chama cha Amani National Congress Kipruto Arap Kirwa, ambaye yuko kwenye kamati kuu ya kuratibu mikutano ya kampeni za muungano wa NASA, amefafanua mipangilio yao. Jitayarisha kuwatembelea tukianza na safari yetu ya Nakuru, ambapo tutazungumza na wao, tusikize maoni yao, na pia wakati tunaandika manifesto tungependa pia tusikie
vile watachangia kulingana na matatizo ambayo yanagumba katika sehemu wanakoishi. Kirwa amedokeza kwamba sasa kampeni za NASA zinalenga kumpa mpiga kura taswira kamili ya manifesto ya muungano huo. Manifesto anayosema itaangazia kamili matatizo ya mwananchi wa kawaida kuanzia kwenye uchumi na miundo msingi. Once the process of consultation is done, after also launching officially our presidential candidate, upon him presenting his papers and announcing, then the next phase will be the issue of manifesto and the translation of the same manifesto in languages that people will understand on the ground. What I mean by languages is not necessarily translating into Kikuyu, Kalenjin, but having them in quantums that people will understand and relate. Because after all, we strongly believe the views of the people will inform our strategic positioning of NASA messaging to the people on the ground. Wanapoingia mjini Nakuru hapo kesho, mpangilio wanasema ni kuzifikia jamii zote zilizoko eneo hilo, eneo ambalo limedhibitiwa vilivyo na naibu rais William Ruto na chama cha Jubilee. Unajua kuna hiyo propaganda imekuwa ikifanya kazi. Wakati unaona kura za wanasema Rift Valley, si jamii moja. Kuna wenzetu wa Turkana katika upande wa kaskazini, kuna wenzetu wa Pokot hapo katikati, kuna jamii ya Waluya, wa Kikuyu na wa Kalenjin, Trans Nzoia, Nakuru kuna jamii zote, hata Wajaluo, zaidi ya kura 1160 ambayo iko katika kaunti ya Nakuru. Kuna Wamasai, kuna wa Kalenjin, kuna Waluya, kuna wa Kikuyu na wote ambao wanaishi katika sehemu hiyo. Kwa hiyo Rift Valley ukizungumzia, hata kuna Wamasai katika upande kuna upande wa Samburu, katika Laikipia, ambayo iko katika bonde la Ufa ambayo tulijua hapo mbele. Kampeni zinatarajiwa kuanza kushika kasi katika kambi zote za siasa, ambapo tayari vyombo vya habari vimeanza matayarisho ya midahalo ya wagombea urais na wagombea wenza, wahusika wakuu wakitarajiwa kujibu maswali kutokana na maada muhimu zinazowahusu wa Kenya. Frank Otieno, KTN Leo Wikendi. Na huku vyama na miungano ya kisiasa ikianza kunoa makali yao upya kwa ajili ya kampeni rasmi baada ya mshike wa mchujo, imebainika kwamba mbinu watakazotumia wagombeaji wa urais ni kupenya maeneo ambayo waliangushwa mwaka 2013 katika uchaguzi mkuu. Wachanganuzi wanadai kwamba Jubilee tayari imeanza kuitumia hiyo kama mbinu yao ya pekee, na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Lofty Matambo, itachukua ujasiri wa wagombeaji kuitumia mbinu hii. Ni rasmi, nyuzi joto za kisiasa za panda, kampeni zilizojaa mipasho na kusutana nazo zikinoga. Na ijapo vyama bado havijatoa ratiba zao rasmi za kampeni hii chini ya siku 90 kabla ya uchaguzi, wandani vyamani humo wamedokeza kuyavamia maeneo yanayodaiwa kuwa ya vyama pinzani. Tayari naibu rais William Ruto ameyavamia maeneo ya Nyanza. Hapo jana alikuwa Migori na Nyamira, hii leo Kakamega na Mumias, wakati mkuu wake Rais Uhuru Kenyatta akiwa ziarani nje ya nchi. Wewe mtu ya Western na wewe mtu ya Mumias na wewe mtu ya Kenya, mnataka ile story ianze ama mnataka maendeleo iendelee? Siasa za kudorora kwa uchumi na ufisadi zikitumiwa na muungano wa NASA, Jubilee imesema haitaogopa ngome za NASA. Je, watafaulu? Jambo moja wangependelea sana na wamekuwa wakitegemea sana pia ni kuwa ya kwamba NASA wataweza kutawanyika. Wachanganuzi wanaashiria kuchelewa kwa NASA katika kuyavamia maeneo yaliyompa ushindi Uhuru Kenyatta mwaka 2013. Bonde la Ufa likiwa na wapiga kura zaidi ya milioni 3, eneo la kati zaidi ya milioni 2, na pwani takriban milioni 1.2. Ngoma itakuwa huku. Tayari vigogo wa pwani wakiongozwa na magavana Amason Jeffwa Kingi na Hassan Ali Joho wamepanga kuvuruga pwani yote chini ya mpango wa Pwani ni NASA. Jubilee wenyewe waliingia kule Coast, wameishi huko, wanajaribu sana kuvamia kule. Wameingia kule Rift Valley, kule Western Kenya. Jana kuongea Deputy President pia alikuwa kule Nyanza, kule Nyamira. So unaona wao wamekuwa wamesustain kuvamia ngome za NASA.
lakini NASA nao pia sasa ndio inaonekana pia nao wameamka sasa, wanaanza kuvamia ngome za Jubilee. Sasa swali sijui litakuwa kama wataweza kweli kufanikisha shughuli zao za kuvamia zile ngome za Jubilee katika muda ambao umesalia. Huenda NASA ikategemea kura takriban 500,000 alizopata Musalia Mudavadi alipowania urais mwaka 2013, huku ikisemekana wanapania asilimia 25 ya kura kutoka kwa kinara mwenza wa NASA Isaac Ruto huko Bonde la Ufa. Jubilee itakubali? Hawezi, kwa sababu ukiangalia vizuri pale alipoanza kuasi mlengo wa deputy president alipata umaarufu kiasi, na kwa kweli akawa umaarufu wake umeanza kunoga katika South Rift ama kule Bonde la Ufa kusini. Lakini wakati alipoondoka kutoka upande wa Jubilee, akasema sasa mtazamo wake umebadilika na sasa ataweza kuunga mkono NASA. Umaarufu wake kweli umeenda chini. Huku kitimtimu cha kampeni za siasa kikitarajiwa kuanza rasmi tarehe 28 mwezi huu, macho ya vyama na miungano tajika kama Jubilee na NASA yametumbuliana kuona ni nani atapepesa wa kwanza katika maeneo yanayotajwa kuwa ngome zao. Lofty Matambo, KTN leo wikendi, Nairobi. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha atarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.